Mabingwa mara 4 wa dunia timu ya taifa ya Ujerumani wameanza kampeni yao ya kombe la dunia kwa kishindo kikubwa baada ya kuichapa bila huruma timu ya taifa ya Curacao mabao 7-1 katika mchezo wa kwanza wa kundi E uliopigwa kwenye uwanja wa NRG jijini Houston. Hata hivyo, sherehe hiyo ya mabao imegubikwa na wingu zito la lawama pamoja na mijadala mikubwa wa kihistoria duniani baada ya video ya shabiki mmoja aliyekuwa uwanjani hapo akiwa amevalia mavazi na muonekano uliofanana kabisa na kiongozi dhalimu wa zamani wa nchi hiyo Adolf Hitler kusambaa kwa kasi mitandaoni na kuzua taharuki kubwa zaidi. Mchezo huo ulianza kwa kasi huko Ujerumani ukionyesha utofauti mkubwa wa kiwango cha soka cha ushindani duniani, ambapo ndani ya dakika chache za mwanzo nyota wa mchezo huo Felix Mecha pamoja na fundi wa soka Jamal Musiala waliweka Ujerumani mbele kwa mabao ya mapema kabisa. Hata hivyo, Curacao walileta mshango mkubwa uwanjani hapo baada ya kusawazisha ghafla kupitia mchezaji wao Livano Comencia. Bao hilo limeingia kwenye vitabu vya kumbukumbu nchi hiyo, kwani ndio bao la kwanza kuwahi kufungwa na timu la Curacao katika historia ya michuano ya kombe la dunia. Furaha hiyo haikudumu kwa muda mrefu. Katika kipindi cha pili kiligeuka kuwa maonyesho ya sanaa ya soka ya ulimwengu pamoja na Ujerumani. Washambuliaji 6 tofauti walicheka na nyavu, huku Kai Havertz akitoka uwanjani akiwa amepiga mabao mawili na kukamilisha karamu hiyo ya mabao 7. Wakati mashabiki uwanjani na nyumbani wakifurahia kandanda safi, taharuki kubwa ilizuka kwenye majukwaa ya NRG Stadium. Kamera za uwanja zilimnasa shabiki mmoja aliyekuwa amevalia jezi rasmi ya Ujerumani, lakini akiwa ametengeneza mustache, yani ndevu za mdomoni, na mtindo wa nywele unaofanana sawa na Adolf Hitler, yani dikteta wa Nazi aliyeongoza mauaji ya mamilioni ya watu wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Tukio hilo limeleta mgawanyiko mkubwa mitandaoni, ambapo kwenye watu ambao wanapenda utani wanasema baadhi ya watumiaji wa mitandao wamelichukulia tukio hilo kama mzaa, wakitoa kauli za kejeli kuwa Hitler amerejea kuona soka la nchi yake bado lina nguvu. Lakini kwenye upande wa wakosoaji, vikundi vya kupambana na ubaguzi pamoja na wapenda amani walilaani vitendo hivyo, wakitaja kuwa ni cha kukosea heshima na kinachofufua makovu mazito ya kihistoria. Lakini licha ya malalamiko hayo makubwa yaliyosambaa kwenye vyombo vya habari, sasa hakuna taarifa yoyote au hatua yoyote ya kisheria au ya kinidhamu iliyochukuliwa na shirika la soka duniani, yani FIFA, wala mamlaka za uwanjani hapo nchini Marekani dhidi ya shabiki huyo. Na licha ya kelele za nje ya uwanja, kiufundi Ujerumani imetuma ujumbe mzito kwa timu nyingine zote kwenye mashindano haya kuwa wamekuja Marekani kutafuta kombe lao la 5 la dunia. Ushindi huu mnene unaweka kileleni mwa kundi E wakiwa na pointi 3 na idadi kubwa ya mabao ya kufunga, hadi inaumpa kocha wao amani ya akili inayojiandaa na michezo inayofuata ya hatua ya makundi, ambapo makosa madogo yanaweza kubadili hatima mzima ya mashindano.